Nkumbi. Yes, let's stand, tusimame tumappreciate mwanaume. Na asanteni sana. Na tunaweza kuketi basi kwa heshima na taadhima. Taadhima huwa ni nini? Ni heshima, lakini heshima yenyewe ni ya juu zaidi. Na kwa kweli namshukuru sana brother Max kwa kunipa heshima kubwa hii, kuja mpaka huku Mwanza kuzungumza na wanaume. Na kuna mwanaume mmoja alitunga wimbo, nadhani miongoni mwetu tutakuwa tunaufahamu huo wimbo. Akasema wanaume tumeumbwa mateso. Akaanza kuelezea hali hiyo ya mateso. Nasema unaenda kazini unakuta moto, na unarudi nyumbani tena unakuta moto. Kwa hivyo kwa sehemu fulani ni kweli lazima mwanaume kwanza ukubali ukiumbwa mwanaume, na ukijikuta mwanaume ni shurba. Kuwa mwanaume ni wito, si jambo la kawaida. Na kwa mantiki hiyo basi, hata ukiangalia habari za kwenye maandiko, kuna taarifa zilipotoka tu kwamba mwanaume atazaliwa, na mfalme akaanza kupeleleza apate kujua habari ambapo mwanaume atazaliwa. Wanaume wakati mwingine wanaanza kulindwa tangu wadogo wauawe. Hiyo ilikuwepo kwa Bwana Yesu, na hiyo ilikuwepo kwa Musa. Huwezi kusikia pahala kwamba atazaliwa mwanamke aanze kuwindwa kutaka kuuawa. Usizani kwamba sasa hivi wanaume hawawindwi kusudi wauawe na mifumo yenyewe. Na nikikupa tafiti kidogo, 96% ukienda kule Amerikani, 96% ya watu walioko gerezani ni wanaume. Na ukienda katika watu tuseme ni walevi au wenye uraibu, iwe ni pombe, dawa za kulevya na yanayofanana na hayo, ni wanaume. Mkakati bado ni ule ule, kumtafuta mwanaume pahala popote na kummaliza kabisa. Unaenda katika mambo ya sasa hivi, kuna hali ambayo kama ukisema we ni mwanaume unakera watu. Kwa hiyo kuna dalili wanaume wameanza kuogopa hiyo hali, wanahama kutoka katika kundi la wanaume wanaingia katika lile kundi la pili. Kizaliwa mwanaume ni taabu, ndio maana wenzetu wanakimbia. Ni vizuri uelewe hilo, ili kusudi na wewe usije kukimbia. Bakia hapa, usije ukatutoroka, kwa sababu wanaume ni shughuli. Ukisha kuzaliwa mwanaume, mwanaume ndio kiumbe pekee ambaye haonewi huruma, isipokuwa anatiwa moyo. Ukishaanza kuona mwanaume unatia huruma, unatafuta uhurumiwe. Kama utahurumiwa, yatakupata matatizo akanante. Ukizaliwa mwanaume ni lako hilo. Mwanaume ni kiumbe ambaye hapendwi kwa asili. Yaani mwanaume usipofanya kazi, usipokuwa na pesa, yaani unaonekana mzigo. Hata mama yako mwenyewe atafika pahala anaanza kukuchoka tu. Mambo ya msingi ya kifamilia unaachwa. Upewi hata taarifa kama kuna jambo linaendelea, na we ni mkubwa katika familia pale. Mashangaa wadogo zako wana taarifa za kueleweka, we unarukwa. Unasema mimi sio mkubwa hapa.
Mimi sikuzaliwa wa kwanza hapa, na mama yangu anaitwa Mama Jumanne. Mimi sio Jumanne. Swala sio Jumanne. Swala ni kazi, ni majukumu. Wanawake wanaweza kuishi kwa muonekano tu, wakapendwa hivi, mambo yao yakawaendea vizuri, huwezi kuamini na kueleza. Lakini sisi ni tofauti bwana. Kwa hivyo ukianza kuelewa kwanza hili jambo kwamba wanaume kwa kweli ni kundi ambalo ni gumu kidogo, na si tu kwetu. Kizani ni sisi tu binadamu, hujawahi kuona maisha ya simba, the animal kingdom. Wanaume wengine wanajiita simba, simba buka, simba mkali. Lakini unaambiwa katika msitu maisha ya simba ni maisha magumu sana. Simba akifikisha miaka 2 porini anafukuzwa, tena anafukuzwa na wajomba zake na baba yake. Baba akishamuona simba wa kiume anajua huyu simba akikuwa anachukua wanawake zangu wote, alafu anakuja kuchukua na mpaka. Kwa hiyo suluhu ni kuwafukuzia mbali. Simba wadogo wa kiume wanafukuzwa mapema sana, kwa sababu wanakuwa ni hatari kupoteza ufalme. Sasa wanaenda mbali kabisa na maeneo waliozaliwa. Kule wanaanza kujifunza, wanakusanyana simba wa kiume wadogo wadogo, wanasema tumefukuzwa na wajomba zetu, tumefukuzwa na baba zetu, hatuwezi kuwapata wale wanawake, hatuwezi kupata mipaka. Wanatengeneza coalition. Wanaume wale simba wadogo wanajiunga, wanatengeneza kakijikundi cha kiharamia kwenda kupambana na wajomba zao, kupambana na baba zao. Maana bila hivyo hawapati wanawake wala hawapati watoto. Hiyo inaitwa, ndio ile sheria ya msituni inaitwa hivi, survival of the fittest and the dying of the least suitable. Ile sheria ya msituni inafanya kazi mpaka sasa hivi. Wazembe, wadhaifu wale ndio watakaoliwa, wale hawatapata chochote katika dunia hii na ile inayokuja. Usizani nasema uongo, akianani tena mimi nakwambia. Kwa hiyo ni kupambana. Mmesikia story juzi ya Bob Jr, ile ya simba, kwamba amevamiwa na kikundi cha simba wadogo, kwa sababu Bob Jr alikuwa anajiona mwamba. Yeye kachukua wanawake wote wa msituni, alafu na msitu wote ni wa kwake. Sasa kuupata tena ule msitu lazima iwe kuna shughuli. Kwa na sisi binadamu hivyo hivyo, kuyapata mambo ya dunia, mipaka, uwe na familia, na kukataliwa ni jambo la kawaida sana kwa mwanaume. Don't take it personal. Kuna kijana mmoja wa chuo kikuu anamfuata mwanadada, anamwambia mimi umenrovya rovu, umenitebweresha tebwere, sina hali sina bali, silali mimi nakuota wewe. Anadhani maneno tu yatatosha, alafu anakataliwa. Anataka kubuya sumu, anachukulia lile jambo ni personal. Kukataliwa ni jambo la kawaida ukiwa mwanaume, kwa sababu msituni tunaona simba, masokwe, yani sokwe mpaka apate na yeye jike lazima atoe sauti kubwa, ajipige kifua, alafu wasukume wenzake kule mbali, ndio anaweza kupata familia. Kwa hiyo na kule pia wanakataliwa. So don't take it personal. Kama wewe uko hapa kijana umekataliwa na umejaribu tena pahala pengine umekataliwa, hiyo ni desturi, ni kaida ya mwanaume hiyo. Sasa kinachofuata, wewe kama umekataliwa, hiyo ni hatua ya kwanza. Kinachofuata, jiongezee thamani, kwa sababu katika hali ya kawaida unajua wanawake wanawahi kupevuka kuliko wanaume. Sasa unaweza kumkuta pale msichana chuo kikuu miaka yake 22, 23, ameshaanza kufuatwa na wanaume miaka yao 30, wanajiweza, wana funguo za gari, unajua wana mijengo pahala. Sasa wewe unaenda ligi na wanaume wenzako wa miaka 30, miaka 40, miaka 50, paka uje kueleweka wewe na miaka 20 ni ngumu kidogo, paka na wewe upande uende huko juu,
alafu ndo unajiongezea na we mamlaka. Ni kama kule msituni, survival of the fittest and the dying of the least suitable. Sasa usije ukabuia sumu sasa hivi. Wewe kama mwanaume jiongezee thamani, fanya kazi kwa bidii inavyotakikana, alafu wewe utaona tu mambo yako unaanza kujijengea jina kama aliyetangulia kusema hapa. Ukishaanza kuwa na jina na una kipato cha haja, penzi lako linakuwa sio la hati, penzi lako linakuwa la dhati. Wao wenyewe wataanza kukutafuta, watakwambia uko wapi siku hizi. Hata kama ungeenda porini utatumiwa na meseji na kuambia, na simu zako zitaongezeka usiku, mara kupigia cha usiku, mara Mariam, mara nini. Mambo yako yanaanza kukuendea vizuri, ujue sasa unaweza kufanya uchaguzi. Lakini sio hapo ulioko miaka 20 hali yako taabani mwanetu. Maskini fukarafuke, nani akusikize wewe? Hata mama yako mwenyewe ameanza kukusahau, una chochote kipande cha sabuni ya utumi. Kwa hiyo don't take it personal. Usije ukabuia sumu ukapata na msongo wa mawazo. It's like that. Mwanzoni unakataliwa mpaka uanze kueleweka kwanza. Nasema Joram nazungumza kitu gani? Ni ulumbi kila pahala. Sasa nakwenda kuhitimisha. Najua wako wenzangu hapa na wao wangetamani kusema, na muda wenyewe si mrefu. Nataka nihitimishe na habari hii ambayo manake niliambiwa nizungumzie mentorship. Mentorship ni unasihi. Mwanaume mzuri anajifunza kutoka mwanaume aliyemtangulia. Na kama mwanaume anajifunza kutoka kwa baba yake akiwa na bahati. Sasa kuna mwanaume mmoja anaitwa Daudi. Daudi maisha yake